Tunaendelea na hii ni sehemu yetu ya pili ya swala zima la BRICS na tuko katika kipengele cha pesa ya BRICS. Moja ya vitu ambavyo wengi wanauliza ni je, pesa ya BRICS imeshaingia katika mzunguko? Bado. Jibu ni bado, lakini ipo tayari, lakini bado haijaingia katika mzunguko. Nini dhumuni lao la pesa ya BRICS? Ili kuikacha dola. Nini kinachelewesha? Tofauti za kisiasa za wanachama wa BRICS. Moja ya tofauti walizonazo ni tofauti ya kisiasa, uchumi. Umeona, hivi vitu vinafanya wachelewe kuhakikisha kwamba hii pesa inaanza kutumika na kuiacha dola. Wapo wanachama ndani ya BRICS ambao hawako tayari kuiacha dola mazima. Umeona. Kwa hiyo ndio maana haya malengo yao mengine yanakuwa yanashindwa kutimia kirahisi. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kushare video zangu. Na mimi jina langu ni Rachel Robin. Kama nilivyosema, kuna baadhi ya wanachama wa BRICS ambao hawako tayari kuiacha dola. Mmoja wa watu ambao hayuko tayari kuiacha dola ni Muhindi. India hayuko tayari kwa sasa kuiacha dola. Kwa sababu gani? Kwa sababu mkiacha kwa kuwa pesa ya BRICS inahitaji muda mrefu sana ili iweze kucompete, kuweza kushindana na dola. Ina maana kwamba mkiacha dola kuna pesa nyingine ndio ambayo itaanza kushika nafasi ya dola. Kwa sasa kwa haraka pesa nyingine ndio itashika nafasi ya dola. Na pesa ambayo ina uwezo wa kuchukua nafasi ya dola endapo nchi nyingi zitaacha kutumia dola ni pesa ya Mchina, yuan. China ni nchi yenye uchumi namba 2 duniani. Ni nchi inayoongoza kwa kufanya biashara kuliko nchi zote duniani. Kwa hiyo pesa yake yeye kuweza kudominate dunia ndio iko katika nafasi ya pili baada ya dola. Kwa hiyo Muhindi anafahamu endapo ataamua na yeye kusupport swala zima la dola kuachwa, maana yake ni kwamba atakuwa kumsaidia Mchina na pesa yake kudominate dunia, kitu ambacho Muhindi hawezi kukubali. Japo wote wako katika umoja wa BRICS, lakini Muhindi hawezi kukubali kuona yuan ina dominate dunia na yeye akaisaidia, kwa sababu Mchina ni adui yake mkuu ndani ya umoja wa BRICS. Umoja wa BRICS kuwa katika huu umoja wa BRICS haimaanishi kwamba nyinyi wote ni marafiki. Kama nilivyosema, humo ndani watu wana tofauti za kisiasa, watu wana tofauti za kiuchumi, watu wana tofauti za kijeshi, umeona? Kwa kama Muhindi ana ugomvi wa kimpaka na Mchina. Kwa wakati wote wanaingia vitani, wameshaingia vitani huko nyuma. Sasa hivi tu wako vitani. Umeona, technically wako vitani. Umeona, wanagombania mpaka. Japo wameambiana kwamba tusipigane kwa silaha. Kwa hiyo saa zingine unaweza kusikia kuna vurugu mpakani kule mwa India na China, wanapigana na mawe, wanapigana na fimbo hivyo. Kwa hiyo moja ya sababu ni kwamba kuna nchi nyingine ambazo haziko tayari kuiacha dola. Mfano India, kwa sababu hataki kumfaidisha Mchina. Lakini swali lingine la kujiuliza ni kwamba pesa ya BRICS ikianza, je, inaweza ikaweka ushindani katika dola? Au ifanye nini ili iweze kuweka ushindani katika dola? Ifanye nini ili iweze kuipita dola? Yaani vitu ambavyo pesa ya BRICS inatakiwa ifanyike, vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike katika pesa ya BRICS ili ishinde dola ni vitu gani? Cha kwanza kabisa ambacho kitatakiwa kifanyike, hizi nchi za BRICS watatakiwa wafanye ili pesa ya BRICS iweze kuipita dola, ni kuweza kuhakikisha wanaifanya pesa ya BRICS iaminike kuliko dola. Wahakikishe wanaipenyeza katika soko. Watu waanze kuiamini ile pesa katika kuitumia katika mambo mbalimbali kama katika mikopo, umeona? Lakini pia waitumie katika mambo ya uwekezaji, umeona? Kama ambavyo dola inaaminika kutumika katika mikopo, katika mambo ya uwekezaji kama hivyo, umeona? Ile inafanya kwamba pesa sasa ifanyaje? Iaminike na watu waitumie katika mambo yao makubwa na ya muhimu katika sekta mbalimbali. Sasa pale ndio hii pesa sasa itaanza kuipiku dola. Kwa sasa hivi dola ndio inaaminika zaidi katika hayo mambo. Kwa wakiweza kufanya hivyo, kuipenyeza katika soko ikaaminika na nchi mbalimbali, ikaaminika na wawekezaji mbalimbali, basi hapo kutakuwa kuna urahisi wao kuanza kuipiku dola. Na ikiweza kuaminika na ikazunguka, maana yake ni kwamba pia itajikuta sasa imeingia katika akiba. Kwa sababu watu watataka sasa kuinunua, si imeshaaminika. Watu wengi watataka kuinunua pesa ya BRICS baada ya kuinunua dola. Matokeo yake wataizungushia sana katika biashara. Matokeo yake itajikuta imeenda kuwa sasa katika akiba za pesa za kigeni, yani foreign reserve katika nchi mbalimbali. Kwa sababu sasa hivi nchi nyingi za kwetu
akiba zetu za pesa za kigeni ziko katika mfumo wa dola, na mfumo wa, na ndo maana tunatumia kwa ajili ya kulipa madeni. Hatulipi madeni kwa kutumia shilingi au pesa za watu wengine, tunalipa madeni sana kwa kutumia dola. Umeona? Kwa hiyo pesa ya BRICS ikiweza na yenyewe kuwa foreign reserve katika nchi mbalimbali, ikaanza kutumika katika kulipa madeni na vitu kama hivyo, basi moja kwa moja dola itakuwa katika hatari. Kwa wakiweza kufanya hilo likatokea, dola inakuwa katika hatari. Lakini sasa ili haya yatokee, ni lazima, ili haya yote yafanyike kiurahisi, ni lazima ndani ya umoja wa BRICS kuwe na umoja wa haja. Kama nilivyosema, huko ndani kuna India na China wanapambana kila siku. Wana ugomvi wao wa kimpaka, wana ugomvi sasa wa kibiashara, umeona? Kwa hiyo China na India wawe katika umoja, wakubali, okay, tuache kutumia dola. Muhindi hataki, umeona? Lakini wakiwa na umoja na mataifa mengine humu ndani, kuna Iran sidhani kama anaelewana na Egypt, sidhani kama Iran anaelewana na Emirates kule, umeona? Kwa hiyo humu ndani kuna watu ambao hawana bado umoja. Kwa hiyo wakiweza kuwa na sera zinazoendana katika mambo ya siasa, jeshi, uchumi, basi itakuwa rahisi wao kuweza kufanikisha hili. Na kwa kuwa kama hivyo nilivyosema, hawana maono mamoja katika nyanja mbalimbali wanachama wa BRICS, inafanya kwamba ni wachache ambao ndio wanaitaka sana hii pesa ya BRICS ianze kufanya kazi, na si wote. Wanaoitaka sana hii pesa ya BRICS ni Warusi, moja ya nchi ambazo wanaitaka sana hii pesa ya BRICS ianze kutumika ndani ya umoja wa BRICS ni Urusi, kwa sababu Urusi wanaishi na vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo pesa ya BRICS itawasaidia sana kama kukwepa system mbalimbali za kifedha kama SWIFT na nyinginezo. Mchina naye anataka sana, kutokana na kwamba Mchina hataki dola. Kwa hiyo anataka hii itumike, anajua inaweza ikachelewa kidogo, yuani ikawa ndio imedominate kwanza. Na kupitia hilo India anaona isiwe tabu, mimi sitaki kuacha kutumia dola, anawacheleweshia wenzia. Pesa ya BRICS ikianza kutumika itabebwa na nini? Hii ni swali ambalo wengi wanajiuliza. Kuna uwezekano ikabebwa na dhahabu, kwa sababu hizi nchi za BRICS zina hifadhi kubwa sana ya dhahabu. Kwa hiyo wanaweza ikaifanya pesa ya BRICS ikabebwa na dhahabu, au inaweza ikabebwa na nishati, mfano gesi pamoja na mafuta. Kwa hiyo kuna mawili, ikabebwa na dhahabu kwa sababu wana akiba kubwa ya dhahabu, au ikabebwa na nishati. Na pengine kupitia hiyo watu wanaweza kaamini zaidi pesa ya BRICS wengine badala ya kuamini dola, kwa sababu dola haibebwi na kitu chochote. Ndio, dola haijawa backed na kitu chochote. Na wengine watajiuliza, sasa kama dola haibebwi na kitu chochote, kwa nini inaaminika? Inaaminika kwa sababu watu wameweka tu uaminifu kwa dola, yani uaminifu wa kiimani kwamba tunaiamini. Na hii ni kutokana na uchumi wa Marekani, uchumi namba 1 duniani. Kwa obviously itakuwa rahisi kuamini pesa yao. Utaiamini hata kama haibebwi na kitu chochote, utaiamini kwa sababu si uchumi namba 1 duniani. Umeona? Ni tofauti na pesa za wengine, ngumu kuaminika mpaka labda uibebeshe na kitu. Lakini siku hizi pesa nyingi pia hazibebwi na kitu chochote. Umeona? Lakini dola pia haibebwi na kitu chochote, lakini inaaminika kwa sababu ya uchumi ule wa Marekani. Lakini pia kwa wasiofahamu, zamani dola ilikuwa inabebwa na dhahabu. Lakini baadaye rais wao mwaka 71, rais wao Richard Nixon alitoa dola isibebwe na dhahabu, na ndio sasa hivi dola haibebwi na kitu chochote. Na moja ya vitu ambavyo vinafanya dola inaaminika, ndio maana bado inaendelea japo haibebwi na kitu chochote, ni kwamba jinsi inavyokuwa inahitajika, global demand, jinsi watu wanavyoidemand inafanya inazidi kuaminika. Na haya ndio yanafanya dola inakuwa akiba ya pesa ya kigeni ya nchi mbalimbali. Nchi zetu karibu nyingi, akiba yetu ya pesa ya kigeni iko katika mfumo wa dola. Je, wanaweza wakarudi kuanza kuifanya dola ibebwe na dhahabu? Sidhani, kwa sababu maana ya dola kubebwa na dhahabu itakuwa ni kila dola ibebwe na dhahabu. Maana yake ni kwamba watahitaji akiba kubwa sana ya dhahabu. Uchumi wao tayari ni mkubwa sana. Kwa hiyo kuibebesha kila dola na dhahabu, ina maana unahitaji akiba kubwa sana ya dhahabu, kitu ambacho hawana. Wamarekani hawana akiba kiasi hicho cha kuendana na uchumi wao, akiba ya dhahabu kubwa kiasi cha kuendana na uchumi wao mpaka ibebe kila dola. Umeona? Unakifahamu kitu kinaitwa petrodollar? Katika video inayofuata hicho ndo ninachokwenda kukiongelea. Usahau kusubscribe hapo chini uwe wa kwanza kuipata hiyo video.